Mohamed Ali Suleiman wa jimbo la Mtambo. Nashukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Mtambo naomba swali langu lipate majibu ya serikali. Asante Mheshimiwa Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa ruhusa yako, na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali naomba nimjibu swali lake Mheshimiwa Mohamed Ali, mwakilishi wa jimbo la Mtambwe, swali lake nambari 134 lenye vifungu A na B kama hivi ifuatavyo. Wizara inafahamu changamoto ya watoto wanovuka kufata huduma ya elimu skuli ya Miti Ulaya kutoka Mtambwe Mkuu. Kutokana na kutambua changamoto hiyo, serikali iliamua kujenga skuli ya maandalizi na msingi. Kwa sasa wanafunzi wa darasa la kwanza wanasoma hapo Mtambwe Mkuu. Na B, serikali kwa kushirikiana na Zanzibar Milele Foundation imekuwa ikitoa huduma ya kuwavusha watoto kwa kutumia fiber boat. Aidha, juhudi za kutafuta eneo la ujenzi wa skuli inaendelea ili kuwezesha kisiwa cha Mtambwe Mkuu kuwa na skuli kuanzia ngazi ya maandalizi hadi sekondari. Asante, naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa Dr. Mohamed Ali Suleiman kwa swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba kwa niaba ya wananchi wa kisiwa cha Mtambwe Mkuu niulize swali moja la nyongeza lenye kipengele A na B kama ifuatavyo. Kwa kuwa eneo hili ni kisiwa na wananchi hawa inabidi wavuke kufuata huduma hii ya elimu, hususan hawa watoto wadogo, na kwa kuwa boti hii ambayo ameizungumza Mheshimiwa Waziri kwenye majibu yake ya fiber boat ambayo ilikuwa inatolewa na wenzetu wa Milele Foundation hivi sasa imechoka na ni hatarishi kwa watoto hawa wadogo, ni lini serikali itafanya uharaka wa kupeleka boti ambayo itawasaidia watoto hawa? Kwa sababu kwa kusema kwamba utajenga skuli itachukua zaidi ya miaka miwili na watoto wanaendelea kusoma na wapo wanaendelea na madarasa ya juu. Lakini B, kwa kuwa skuli hii toka imeanzishwa walimu wamekuwa wakipelekwa na kuondoka, na tumekuwa tukishauri katika baraza hili kwamba wachukuliwe walimu wa eneo lile kwa sababu ni eneo la kisiwa. Ni lini serikali itaajiri walimu wa eneo lile lile ili angalau walimu wale wabaki kuwafundisha watoto wale pale? Asante Mheshimiwa Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa ruhusa yako, na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali naomba kumjibu maswali yake ya nyongeza yenye A na B Mheshimiwa Mohamed kama hivi ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, boti hizi kwanza ndugu zetu hawa Milele Foundation ambao ni wadau wa maendeleo wameamua kutusaidia ili kuonesha mashirikiano baina ya serikali na wadau wa maendeleo. Kwa kufanya hivyo, kwa maksudi mazima wameamua kujitolea au kutoa hizi boti kwa sababu ya kuvusha hawa watoto wetu, na sifikiri na wala si busara Mheshimiwa Naibu Spika kusema kama maboti haya yamechakaa hivyo yatashindwa au yatapelekea kuwakosesha watoto wetu masomo. Zoezi la kuwavusha ni la lazima liendelee kwa maslahi mapana ya kupata elimu kwa hao watoto. Lakini kwa kutambua hilo, serikali ndio maana imechukua jitihada za maksudi kutaka kujenga skuli ili kuondosha changamoto ya uvukaji kwa watoto wetu. Asante, naomba kwa taarifa. Mheshimiwa Mohamed, taarifa unatoa. Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa subiri. Mheshimiwa hajamaliza kujibu, una taarifa kuhusiana na hilo la kwanza alilojibu. Mheshimiwa acha amalize, pengine jawabu lipo katika hilo la pili analoendelea nalo. Mheshimiwa endelea. Mheshimiwa Waziri endelea. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, na kushukuru. Isipokuwa nitoe wito na nichukue fursa hii kumhamasisha kutoa ushirikiano Mheshimiwa mwakilishi wa jimbo hilo atupatie eneo kwa ajili ya kuanza ujenzi rasmi wa skuli ili kuondosha au kupunguza changamoto ya uvukaji wa wanafunzi katika eneo hilo.
Asante Mheshimiwa Chum kwa swali la Taarifa nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa, naomba ukae. Tuendelee Mheshimiwa Chum. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.